Mimi nikimpa mtu heshima yangu, asiponirudishia anaichukua kinguvu. Wewe unataka kushindana na mimi. Uniwezi kiserikali, uniwezi kiela, uniwezi kiuchawi. Waswahili na kuiteni, huku kuna jambo zito kweli kweli. Wallahi sikufikiria kama yangeweza kufikia huku. Sikufikiri kwamba mambo yangekuwa mazito kweli kweli. Lile sakata la majibizano ya maneno huko mitandaoni kati ya Harmonize na msanii wake Ibra limechukua sura mpya kabisa, ikiwa lebo ya Konde Gang Music Worldwide ikiandika ukurasa mrefu kweli kweli kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni. Na kwenda kusoma kama ilivyoandikwa kupitia ukurasa wa Instagram wa Konde Gang. Imeandika taarifa hii kwa umma na nukuu. Anasema Harmonize Entertainment Limited, taarifa kwa umma. Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 2025, uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia lebo yake ya Konde Gang Music Worldwide inapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Waswahili jamani, sasa taarifa kwa umma inakuja. Namba 1 inasema hivi: mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 2025 tulipokea barua ya madai, demand notice, kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibra Abdullah Nampunga almaarufu kama Ibra. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kuyafanyia kazi mara tu baada ya kupokea kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kimkataba. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumwelekeza msanii taratibu za kufuata kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho, matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook. Machapisho hayo yanaonesha malalamiko na lugha isiyofaa kwa afya ya lebo, pamoja na kumuhusisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye bado anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kuwa machapisho na matamshi hayo sio tu yanachafua taswira ya lebo na wasanii wake, bali pia yanakiuka utamaduni wetu kama Watanzania na kukiuka masharti ya mikataba aliyosaini na lebo hii. Aidha, yanaenda kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zake zote za kisheria katika suala hili. Namba 3. Wakati huu ambapo mchakato wa kushughulikia masuala haya unaendelea, umma unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa lebo ya Konde Gang Music Worldwide na ina haki ya kuendelea au kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliyousaini. Jamani, hilo ni daftari la kwanza ama andiko la kwanza limekwisha kwa namna hiyo. Tunaendelea katika ukurasa wa pili sasa. Nasema kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Gang Music Worldwide umechukua hatua zifuatazo. Jamani Waswahili, hizi ni hatua ambazo sasa Konde Gang Worldwide Music imechukua kutokana na mambo yote hayo ambayo yanaendelea huko mitandaoni. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 2025 umemsimamisha rasmi msanii wake Ibrahim Abdullah Nampunga almaarufu kama Ibra kutoa na kushiriki katika shughuli zozote za muziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo. Kusimamishwa huku kutabaki hadi pale suala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu, kwani kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. Inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha, kutamka au kufanya mawasiliano yoyote kuhusu suala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Facebook na kadhalika.
Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote ambayo yanaweza kuharibu taswira ya lebo au kumdhalilisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo haya yakikiukwa, lebo haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake katika mahakama za Tanzania. Lebo ya Konde Gang Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa wasanii Ibra kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake, kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili. Hii imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. Jamani, haya ni mazito ambayo nimeyasoma kupitia waraka au nyaraka hizi mbili ambazo zimeandikwa na lebo hii ya mziki ya Konde Gang ambayo iko chini ya kampuni ya Harmonize Entertainment Limited. Wallahi mimi Mswahilina ndo kwanza leo nasikia kama kuna Harmonize Entertainment Limited, kwamba hii ndio kampuni sasa, lakini label iko chini ya kampuni ya Harmonize Entertainment Limited. Kama kuna mtu bado ana maswali kuhusiana na hili ambalo linaendelea hapa ama kuhusiana na Harmonize Entertainment Limited, kiukweli masuala haya ni mazito kweli kweli, na pengine tuseme ni taswira mpya kabisa ambayo pengine tusingetegemea kufikia hapa, lakini kwa kile ambacho kinaendelea huko mitandaoni kwamba Ibra kuandika maneno yale ya kusema kwamba mara anahita labda pengine Harmonize hamtaki mema, anataka arudi kule alipo, kwamba awe anamuomba kodi, akishindwa basi awe anamuita chumbani, mambo ambayo ni ya tofauti kabisa na tamaduni zetu si za Kitanzania, kama ilivyoandikwa hapa katika leo katika hizi nyaraka ambazo lebo imeandika. Kusema kweli wako sahihi kwa upande huo, lakini je, ni sahihi kufikia huku kote ambapo ilipofikia? Yani ni swala ambalo sisi tulitegemea pengine wangemaliza kindugu, kwa sababu pengine tukiangalia Harmonize na Ibra wametoka mbali, na ni mtu kama na kaka yake, na hata hilo pia Ibra amekuwa akisadiki kwamba Harmonize ni kaka yake na amemtoa mbali kweli kweli. Tunajua alipomtoa, tunajua jinsi gani ambavyo Harmonize alitumia nguvu nyingi hasa kuhakikisha kwamba Ibra anafikia katika nafasi ambayo yupo sahihi. Lakini kuna mengi sana yanahusishwa katika haya ambayo yanaendelea, ikiwemo ni lebo ya upande wa pili, lebo ambayo inaongoza hapa Tanzania kwa kufanya vizuri, lebo ya Wasafi. Watu wanaituhumu kwamba pengine kuna namna hapa inahusika katika kumlaghai Ibra ili mradi aandike maneno yasokuwa yanafaa, ili mradi atoke kuni label pale na kutafuta uhuruma ya Tanzania, kwamba aweze kutoka katika label kwa free ama ikiwezekana kwa mchango wa Tanzania. Na hili bwana, katika sehemu moja niliona na mimi mwenyewe nikaenda kuprove hilo kwamba Wasafi, mkurugenzi wake Diamond Platnumz amemfollow Ibra. Sifahamu kama mara ya kwanza alikuwa kamfollow, lakini baada ya kutazama na kulichunguza hili nikagundua kwamba mkurugenzi wa Wasafi Diamond Platnumz amemfollow Ibra. Hili swala limezua mijadala sana huko mitandaoni, na mimi Mswahilina baada ya kujaribu kutanabai, tukiangalia katika uhalisia, Ibra ni msanii kama msanii mwingine, kwa hiyo na ni msanii wa Tanzania pia. Diamond Platnumz kumfollow ni jambo la kawaida, wala si jambo la kushangaza. Inawezekana pia hata Diamond amemfollow Harmonize, inawezekana pia Diamond amemfollow Rayvanny, ni jambo la kawaida kwa sababu ni wanamuziki wote wanawakilisha Tanzania. Kwa sioni kama kuna shida yoyote hapo, sioni kama kuna matatizo yoyote hapo. Sasa kuna comments nyingi sana jamani kupitia huu mkataba ambao kupitia hizi nyaraka mbili ambazo zimetumwa ama zimepostiwa na hii Konde Gang Music Worldwide. Comment ya kwanza jamani hapa nakutana na Kerima Story TV, inasema Ibra amejisahau kubishana na tajiri, ona mambo yanaenda kisheria, alikuwa huru. Jamani,
kiukweli alikuwa yuko huru, lakini baada ya kubishana na kuweka mambo hadharani, nilitegemea pengine angetumia busara kwenda kuzungumza naye kama kaka, kama mtu ambaye anamheshimu, na wala si kuweka hadharani kama hivyo. Na pia official Baba Levo tunakumbuka alipomcharukia na kumjia juu Harmonize, na hapa pia amecomment emoji za kucheka, lakini pia vile vile Juma Lokole amepost emoji za kucheka, alafu ameandika kumekucha, na kweli kumekucha na makucha yake. Mwingine huyu anasema acheni upuuzi, anaitwa Kazi. Wakazi bwana akasema acheni upuuzi, watu wamereply sana na nini lakini huyu anaitwa Cox Dawaya anasema mmeanza mambo ya barua. Huyu mwingine anaitwa Baisal Travel anasema akitoka kwa kujitapa mashabiki tutamsusa kama Mavoko. Tunakumbuka Mavoko alivyotoka Wasafi, watu kama walimtenga hivi fulani, wale wote ambao wanasupporti Wasafi. Lakini hili si ombi litokee, kwa sababu Ibra ni kijana mdogo, bado ana ndoto nyingi za kutimiza katika muziki wake. Kama ilivyokuwa kwa Harmonize kipindi anatoka Wasafi, kulikuwa na kadhia, alipata kadhia na changamoto nyingi sana ili kutoka katika level ya Wasafi, na tunakumbuka alizungumza mengi kuhusiana na Diamond Platnumz kwamba alikuwa hataki kumwachia kwa sababu anahofia pengine akimwachia atakwenda kunufaika zaidi, kwa sababu alikuwa akimtumia na alikuwa kinufaika zaidi na Harmonize. Sasa mengi zaidi tunayafahamu kupitia ya nyuma huko, lakini kwa haya hatutegemei wala hatutamani kwamba Ibra yamtokee. Tunawaombea waweze kuelewana na kuyatengeneza mambo katika namna ya kuelewana na maridhiano. Mimi sina la ziada jamani, katika haya mambo yanaendelea huko mitandao. Naitwa Mswahilina. Ili uendelee kuwa kwanza kupata habari zetu, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.